Kitabu cha Kutoka sura ile ya 31 mstari wa 3. Mwanzo Kutoka 31 mstari wa 3. Hebu tusome pale. Kutoka 31 mstari wa 3 unasema, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Haleluya. 4. Ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba. Haleluya. Amen. Mstari wa 2. Angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri mwana wa Huri na kabila ya Yuda. Haleluya. Hekima ya Roho Mtakatifu. Kuna kitu ambacho nataka leo hii ujifunze katika somo hili, kwa sababu wengi wanaamini Roho Mtakatifu yupo tu kwa ajili ya mambo ya kiroho. Lakini sikiliza nikwambie, hii kazi ambayo inafanyika hapa ya Bezaleli katika nyumba ya Mungu, Bezaleli alikuwa ni fundi. Mwana wa Uri alikuwa ni fundi. Sasa wakati Mungu anapokuwa anaongea na Musa, Bwana anaponena na Musa ili afanye kila ambacho amekiona mlimani katika hema, Mungu anamwambia Bezaleli, nimempaka mafuta yeye awe mbunifu kwa kazi zote ambazo zinahitaji ubunifu. Haleluya. Haleluya. Angalia, nimemwita Bezaleli kwa jina lake, mwana wa Uri wa kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu. Amejazwa Roho Mtakatifu. Nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi. Hekima ni uwezo wa kutendea kazi maarifa kwa usahihi. Maarifa ni ujuzi alionao mtu kufanya vitu. Ujuzi ni ubunifu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu amemwita Bezaleli kuwa mbunifu, lakini mwenye uwezo, maarifa. Na katika uwezo wake Mungu amempa hekima namna ya kufanya kazi na yale maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amejazwa Roho Mtakatifu, hajafundishwa. Mungu amemjaza hekima ya Roho Mtakatifu. Atakapokuwa anataka kufanya kitu, kile kitu Mungu atamwelekeza. Kuna namna ambavyo atapata msukumo wa kufanya kile kitu, alafu akisha kufanya kiko vizuri kuliko mtu mwingine akiwaza, maana roho ya Mungu iko ndani yake. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Punga mkono namna hii. Mungu amemjaza hekima na maarifa na ujuzi wa kufanya kazi za ufundi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake kubwa katika utendaji, achana na mambo ya kiroho. Hapa nataka nizungumze mambo ya utendaji, mambo ya kufanikiwa. Tuko pamoja? Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukupa hekima. Roho Mtakatifu anakupa hekima. Anakupa hekima, anakupa maarifa, anakupa ujuzi. Vyote vitu vitatu. Ujuzi ni ubunifu. Maarifa ni kujua kufanya kile kitu. Lakini hekima ni namna ya kutumia yale maarifa. Una ujuzi wa kitu fulani. Anakupa Roho Mtakatifu. Anakuwezesha Roho wa Mungu. Roho wa Mungu asibaki kama wa kuombea.
asibaki kama wa kuingia kwenye maombi na kwanza kunena kwa lugha. Haiko hivyo, kama nanielewa. Hayuko hivyo, yupo kukuwezesha, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kazi yake ni kukuhamisha kutoka kwenye kiwango cha uwezo wako na kukuleta katika kiwango cha kiungu, kiwango cha Mungu, kukutoa katika ufahamu wako wa kawaida na kukuletea ufahamu ulio zaidi ya kibinadamu. Kuna mtu ananielewa sasa? Kuna mipaka ulipofikia akili yako, kuna viwango ulipofikia wewe. Sasa Roho aliyeko ndani yako ni uwezo wa Mungu wa kuwezesha, ni hekima ya Mungu kujua tusiyoyajua, ni uwezo wa Mungu kufanya ambayo hatuna uwezo nayo. Uko ndani yetu. Mungu anaweza akakupa huo uwezo katika kazi zako, katika biashara zako, katika shughuli zako, katika mipango yako. Kuwa na ujuzi, kuwa na ubunifu, alafu kuwa na hekima ya kufanya hicho kitu. Mungu anataka tufanikiwe, na Roho Mtakatifu yupo kutimiza lile kusudi la Mungu la wewe kufanikiwa, la wewe kufika kwenye kiwango kikubwa cha mafanikio ya kimwili. Kama ni biashara yako, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukupa ubunifu. Usimweke mbali Roho Mtakatifu, anakupa hatua. Kuna wakati atakuzuia, kuna wakati atakufungua. Unataka kufanya kitu fulani au biashara fulani, kwa sababu uko na Roho Mtakatifu, utakuta hauna ule msukumo. Nazungumza kwa watu wa Mungu ambao tumeamini. Unakuta unasita kile kitu, unasema nimezoea kuweka mazao na kuuza, nimezoea kuweka mahindi. Unashangaa mwaka huo roho ni nzito, roho ni nyeusi, hutaki kuweka mahindi, unataka kuweka mpunga, na ndiko unafunguka. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, ndani anaweka msukumo. Umezoea kuweka mpunga, alafu Roho Mtakatifu anakusukuma kuweka alizeti. Ukisema alizeti, moyo unafunguka. Ukisema mpunga wa mahindi, moyo unafungwa. Nini? Roho ni hekima ya Mungu na anajua kilichoko mbele. Roho anajua faida, anajua mafanikio. Anaweza kujua unaenda kukatika, unaenda kufilisika. Sasa hawezi kuruhusu uingie kushindwa wakati yeye ni mwezeshaji. Kumbuka Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Na wewe ukiwa kwa Bwana, maisha yako ya kimwili na ya kiroho hayatenganishwi. Kumbuka wakati Musa anapoambiwa awatoe wana Israeli, Farao anasema mmeshakombolewa, nendeni ninyi na watoto. Na ukafika wakati hata wake zao akasema nendeni ninyi na wake zenu na watoto, lakini mwache vitu. Musa anasema tutakwenda sisi na wake zetu na watoto wetu na ng'ombe zetu na vitu vyetu, kwa sababu ukombozi wa Mungu unakamilika kiroho chako, na hata biashara zako nazo zimeokoka. Ndio maana kwenye biashara zako iko sadaka, iko zaka. Mungu hawezi kuheshimu maisha yako tu akaacha vitu vyako, na Roho Mtakatifu atakuhudumia kiroho na kukuongoza na kukuwezesha kwenye mambo ya shughuli zako ambazo unazifanya kila siku, ili usiingie kushindwa, ushinde, alafu uwe na nafasi ya kumpa Mungu utukufu. Mungu haanzishi kitu kipya unapookoka. Kinachoanza kipya tu ni maisha ya ndani ya utakatifu. Hicho ndicho kitu kipya ambacho kinaanza maishani mwako, ambacho hakikuwepo. Lakini mambo yote ni yale yale. Ulisikiliza vizuri. Mungu anaanzisha utu mpya, unazaliwa mpya, unakuwa na maisha mapya ya kiroho, utakatifu. Hicho ndicho ambacho kinaingia kwako, hakikuwepo. Ni kitu kipya, ni maisha ya Mungu kutoka juu yanashuka ndani yako kwa njia ya Roho wake. Lakini mengine yote Mungu anayawezesha. Mengine yote Mungu anayaboresha kwa Roho wake. Maisha peke yake ndio ambayo hayaboreshi, anayafuta ya kwanza,
anaanzisha ukurasa mpya, maisha mapya yanaitwa. Lakini vyote vilivyoko ndani yako, vipawa, karama, hazifutwi. Uwezo wako haufutwi. Vile vitu vinanolewa na Roho Mtakatifu kuendelea kufanya kazi. Ukiokoka haina maana uache biashara kama ulikuwa mfanya biashara. Kuna watu ambao wanachanganya mafaili. Akisha kuokoka alikuwa mpambanaji mzuri, mfanya biashara mzuri, mchemkaji mzuri. Akisha kuokoka unakuta kabisa ule uwezo uliokuwa unamuona anakimbia anafanya biashara mpaka huko nje watu wanamfahamu, ule uwezo haupo tena. Eti kwa sababu ameokoka, eti kwa sababu ni mzee wa kanisa, yuko kanisani naimba kwaya, anaanza kusingizia kushinda kwenye kwaya, haendi kazini. Mpambanaji mzuri anaanza kuua uwezo ambao ndio utumishi ndani ya kanisa. Alikuwa anafanya biashara vizuri, anaacha vile vitu, anaanza kutegemea maombi, anaanza kuomba kijua Mungu atambariki. Hapana, ule uwezo wako sasa ndio una nafasi kubwa. Roho Mtakatifu, kama ni mfanya biashara tokea huko kabla hujaokoka, ukija hapa Roho Mtakatifu anakuongezea hekima namna ya kuwa mbunifu wa vitu. Unakuwa na ujuzi, unakuwa na maarifa, unakuwa na hekima zaidi sasa kufanya yale ambayo ulifanya kwa akili. Mungu anakuongezea uwezo wake. Unaanza kufanya mara mbili zaidi ya pale kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Lakini biashara ni ile ile, unaongezewa kiwango. Haleluya. Haleluya. Kuanza kitu kipya ni ngumu, hata Mungu hawezi kuanzisha. Mbali na kuokoka, Mungu hawezi kuanzisha jambo jipya. Ilishindikana. Mungu alimpenda Musa, lakini kwa kuwa ana kigumizi, pamoja na kumpenda awe msemaji, ilishindikana kutengeneza jambo jipya. Mungu mwenyewe alishindwa. Ilibidi amwite Haruni ndio ampe kuwa msemaji wake ili mpango wa Mungu utimie. Lakini ukombozi ulikuwa mbele yake, atamke Israeli watoke. Kuongea haiwezekani, hawezi. Mungu ameandaa wokovu kule, lakini huyu anayetaka kumtumia sio msemaji. Na kwa kuwa sio msemaji, hata wakilisha vizuri siri za Mungu. Hata watu wanaoitwa wachungaji, wala ambao sio wasemaji, ni watu ambao hata maneno wanatafuta, wamesumbuka kulipata shauri la Mungu katika kusema. Maana Mungu hawezi kuanzisha ulimi mpya. Ni ngumu kama nini mpaka Mungu aondoe kigugumizi upate maneno yamenyoka. Hiyo kazi sio ndogo. Ni miaka inahitaji sasa kozi. Lakini waongeaji, Mungu anashuka tu na ujumbe wake alafu makabana amedaka. Maana Mungu anatumia vipawa vya kuongea. Mtu mwongeaji, Mungu akimjaza Roho Mtakatifu, tayari hiki ni chombo, anapeleka habari za Mungu kama zilivyo. Kwa hiyo waongeaji, wasemaji pia Mungu akitaka kuwatumia, wanaweza kupeleka ujumbe vizuri, maana kile kipawa anacho. Mungu akiona una kipawa cha biashara, lazima atakitukuza kwa Roho wake. Kwa kazi ya Roho akisha kuzaa upya, anachokifanya ni kuboresha vile ulivyo wewe. Kama ni fundi wa kujenga, Mungu anaboresha kile kipawa. Anaboresha hata kama kilikuwa kidogo, Mungu anakikuza. Kama na idea ndogo ya upambano, pesa zipo kwenye vipawa vyenu. Kipawa chako ni pesa. Karama yako ni pesa. Kama wewe ni fundi wa kushona, kipawa chako ni fedha. Yaani ufundi wako ni pesa. Ule ubunifu wako ni vile unavyomwamini Mungu kukuwezesha. Ndani yako unakuja ubunifu ambao wengine hawawezi, kama mnanielewa. Ndio maana usihame kazi unayofanya. Mwingine amejaliwa kwa kuajiriwa, hicho ni kipawa chake. Mwingine amejaliwa kuwa mtu wa kuanzisha vitu, biashara. Mwingine ana kipawa cha kuimba. Kila kipawa ni utajiri. Mungu hakutupa fedha, alitupa vipawa. Mimi nimeitika kwenye kipawa cha Mungu na kula mema ya kipawa changu. Ningeng'ang'ana kule kwa walimu, nisingefikia hapa.
nalitii wito kuja kuchunga, ndio kipawa, na sijaja kuchunga huku nalala usingizi, na kesha, naomba, naamka, naomba, nasoma neno, nafundisha. Kile kipawa kwa sababu nimechochea. Mungu anakubariki mle unamopita. Mungu anaboresha, kama unanielewa. Haleluya. Mungu anaboresha. Hili jambo lishike kuanzia sasa. Unapoomba ni vizuri, nimefundisha mara nyingi maombi, lakini unapoomba hakuna kitu kinatokea kwa sababu umeomba. Kinatokea kwa sababu umeomba na kuchukua hatua. Maombi kama maombi hayana matokeo bila hatua. Mungu anahitaji hatua zako ili athibitishe ile nguvu ya maombi. Kwa ukisha kuomba kufanikiwa, usikae unasubiri kufanikiwa. Hilo jambo halipo kiBiblia na katika hali ya kawaida. Ukisha kuomba unafungua mbingu, alafu Mungu anashusha vitu ndani. Unaanza kuitika kwa vile vitu ambavyo Mungu anakupa msukumo na kuvifanya kwa juhudi yote. Ndio maana Maandiko yanasema alaaniwe mtu yule anayefanya kazi kwa mkono uliolegea, kwa sababu mkono wako ndio utakao kupatia utajiri. Mikono yako inawakilisha kuwa tajiri ama kuwa maskini. Mikono iliyo na nguvu itatajirika, mikono ya ulegevu itakuwa maskini. Kwa hiyo tangu sasa kuna vitu sasa, baada ya kujaa Roho Mtakatifu atakupa hekima itakayo kusaidia kufanya vizuri mipango yako, mambo yako, shughuli zako, biashara yako, kila kitu kwa uzuri. Ndicho kilichowasaidia kina Danieli. Walionekana watofauti, walikuwa na sifa kwenye tawala walizokwenda kule Babeli, kwa sababu Roho ya Mungu ilikuwa juu ya kina Shadrach, akina Meshach, akina Abednego, akina Danieli. Walifanya vitu kwa ubora kuliko wenzao, wakaonekana wa tofauti, lakini utofauti wao ni kwa sababu Roho ya Mungu ilikuwa juu yao. Ninachoamini ni kwamba wana wa Mungu kuanzia sasa watafanya biashara bora kuliko ambao hawajaokoka. Ninaamini kilimo cha wana wa Mungu kitakuwa bora kuliko wengine. Ninaamini wale wanaoamini, wale wenye imani na Mungu watakuwa na kufuga bora kuliko wengine. Watakuwa na biashara bora kuliko wengine. Watakuwa na mipango bora kuliko wengine. Lakini si kufanya tu. Si kufanya tu. Kila kitu nilichofanya mimi ambacho Mungu aliniruhusu, watu walishangaa. Mimi nimelima baada ya kuokoka. Lakini hata kama nalima eneo kama hili kanisa, uwanja, hapa nitavuna magunia ya kutosha. Mahindi yangu hayawezi kuwa sawa na ya mtu mwingine, kwa sababu nakuwa na viwango vyote vya kiroho, vya Roho Mtakatifu, lakini na vya kitaalamu. Nafanya kwa ukamilifu. Lazima nipate matokeo. Nimekuwa mfugaji kabla, nimefuga. Ukikuta kuku wangu mimi walikuwa bora, wengine hawatagi kipindi cha baridi, lakini wakwangu walikuwa nataga kila wakati. Hekima ilinisaidia namna kufanya, na nilifuata taratibu zote, maana ndio Roho Mtakatifu kazi yake. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Nilifuata vyote, alafu vingine Mungu akanisukuma namna kuhudumia mifugo ile. Nilipata faida, nilikuwa na faida kubwa. Lakini leo hii kuna wana wa Mungu ambao walikuwa na juhudi kubwa, baada ya kuokoka hawana juhudi kabisa. Ni kama kuokoka ni kuchanganyikiwa. Na ndio maana tunasema hivi, ukiokoka unachanganyikiwa. Maana kabla mjaokoka mlikuwa na pesa, mmeokoka mnafilisika. Hilo jambo halikubaliki. Hilo nalikataa. Ni utukufu kwenda utukufu, ni heshima kwenda heshima, ni imani kwenda imani. Kama mipango yako imeshuka chini kwa sababu umeshambuliwa, nataka nikuhakikishie iko nguvu hiyo hiyo ya Roho Mtakatifu itapindua meza kwenye ibada hii. Ibada hii itapindua mipango ya shetani iliyokuinukia hata unashuka. Hapo maana yake umeshambuliwa. Kwa hiyo tunavaa silaha za vita na kwanza kumpiga shetani aachilie. Alafu tukisha kumpiga shetani aachilie, unaanza kutumia hekima ya Mungu kufanikiwa.
Kama naongea na mtu, kama naongea na mtu, kama naongea na mtu. Nakubali kuna upinzani. Sasa upinzani hauji mara kwa mara, una misimu yake, una wakati wake. Na upinzani wa adui unaotea majira ya kuinuka kwako, linatokea jambo ambalo linakuja kuvuruga. Kinatokea kitu ambacho kinakuja kuvuruga. Umejibana, umetunza mazao, umefika msimu wa kuuza. Nisikilize, umefika msimu wa kuuza, umejibana, umejinyima, unauza tu, wanakupigia simu kwamba mama yako anaumwa, kwamba huku nyumbani kuna hili. Ile pesa usiitoe, kieleweke, usiitoe. Hivyo ni vita na halitaharibika jambo, usitoe. Majira ya kuinuliwa kwako, shetani amekuja kunyang'anya baraka yako. Shetani amekuja achukue ile pesa. Ugonjwa ule ulikuwa nasubiri wewe uuze alafu ufike. Ingia kwenye maombi, waambie na ingia kwenye maombi. Hata siku 4 kavu 3, ugonjwa utaondoka, pesa yako ibaki benki. Mungu anataka kuinue. Sio kila jambo tatibu kwa pesa. Jua majira, kwamba majira shetani anataka kuniibia. Umepanga kufanya jambo zuri, umepanga kuwezeka nyumba yako, bati unawekeza pesa, alafu ukanunue bati. Unashangaa, unakwambia nyumbani limetokea hili na pesa ni ndefu, tumekwama, tunahitaji milioni 1, wakati umetunza milioni 1.5. Usitoe. Nakupa jambo la moyo mgumu. Shetani anaogopa wababe. Huo ni ubabe wa kiroho. Anasema hatukosi kuzijua fikra zake. Hapo nakuwa amekuzunguka, anataka kuibie. Tunazifahamu kazi za mwizi ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Hapa anataka kukuharibia. Hakuna kitu. Kama naongea na watu au nipasie ibada, kama naongea na wewe nisikilize. Usitoe, ingia kwamba lile jambo itatawanyika kama wingu, kwa sababu ni mipango ya shetani. Watu wamebaki kwa maskini, sio kwamba wapati pesa. Kila kipata pesa linatokea jambo nyumbani kwao. Kila kipata pesa linaibuka jambo nyumbani kwao. Kila kipata hiki linatokea jambo. Usikubali. 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 Sikiliza nikwambie, shetani anaweza kukuharibia, lakini sisi tuna akili ya kutosha. Haya nayokuambia, tembea nayo. Atakufanya uwe na kazi ya kutibia. Mwisho najikuta ni mradi nao wa kutibu watu. Ukiacha kuwatibu watapona. Maana hakuna anayependa kufa, atajikaza imani. Usiamini pesa yako. Pesa yako ni ya maendeleo yako. Pesa yako ni ya mipango yako. Hautaishi kutibu watu kwa pesa. Oh, haleluya. Sisemi yote, lakini nazungumzia pesa uliyoipigania. Kwa nini inatawanyika muda mfupi? Ni majira ya kuinuliwa. Sisemi kila wakati. Majira ya kuinuliwa yana tukio. Sisemi maisha ya kawaida, mtu ana homa kumpeleka hospitali. Yaani umejikusanya alafu adui na kuibia, usikubali. Ndicho nazungumzia, mkakati ulionao. Usiharibiwe na matukio. Nakataa adui kukuibia tangu leo hii. Shetani asikuibie. Shetani asikuharibie. Baraka yako ikaongezeke. Baraka yako ikatukuzwe. Ukainuliwe. Majira ya kuinuliwa lisitokee jambo lolote. Likitokea jambo, fanya kama nilivyokuelekeza. Kunibia. Shetani akisha kushindwa alichotaka kuchukua, ile mission anayoifanya haina maana. Unanielewa? Shetani afanyi vita bila sababu. Kwa hiyo kipawa chako, utendaji wako ni kitu cha msingi sana. Tangu sasa ujue kile ambacho Mungu amekupa, fanya. Usibadilike. Watu wamepewa kuwa wafanyakazi, wamesababisha mambo makubwa ofisini. Watu wamepewa vipawa kuwa viongozi, wamesababisha mambo makubwa.
Ndio maana mwingine kazi yake ni kuuza, yani ana biashara za usafirishaji, yeye magari na nini. Siku kisema nikanunue nguo, hanunui hata mtu. Huna upako wa nguo, zitabaki mtagawana na mke wako. Hata kama umenunua zote vikali vitupu, hakuna kununua. Huna mafuta hayo, hujapewa hicho, unabahatisha vitu. Mtu mwingine amezoea kuuliza, gari hiyo inaendeleaje? Mmefika wapi? Ruti nyingine mnaelekea wapi? Ataulizwa kwamba hiyo shati shilingi ngapi? Eti suruali shilingi ngapi? Unafikiri ataweza? Kwanza tu atakuwa na hasira na wateja. Wakimuuliza sijui blouse hiyo, anasema hivi, muulizeni mama. Kumbe ni biashara. Hana hicho kitu, kama unanielewa. Anaona kero kuuza kanguo kamoja. Yeye amezoea hilo. Mwingine amezoea kuuza mazao. Mwingine amezoea kuuza hiki. Yaani kile kitu licho nacho ndicho Mungu anachokibariki. Tusije humu kanisani kulalalala. Tusije humu kushangana. Maombi tulioomba ni mengi, na matamko niyowatamkia ni mengi. Msisubiri matamko. Mimi ni mbariki. Isaka akumpa mbuzi Yakobo. Aliwatamkia, Mungu wangu wa baba yangu Ibrahimu, kokote na kukwenda akutangulie. Hata alipokwenda kula amedanganywa miaka 14, hakujaribu kusema baba ni mwongo. Pambana Yakobo mpaka urudi na mahali, bado baraka inakaa juu yako. Tusilaumiane hapa kwamba ni umehubiri injili haufanikiwi. Unafanya nini sasa? Nimehubiri nataka hela zije. Subutu. Na kula mema hapa kwa sababu naipiga kazi, naipiga injili. Usimfunge ng'ombe kinywa chake anapopura nafaka. Ninapopura Mungu ananibariki. Nazungumzia kufanya kazi, kuna malipo yake. Unapotenda kazi Mungu anakulipa. Chochote unachofanya Mungu anakumbuka juhudi yako. Anaangalia juhudi yako. Mitaani sijawatuma, na mimi niko na change inabaki. Tuko tu, na wengine wanasema na change inabaki. Tuko tu na change inabaki. Wa baba na wajukuu kwa Yesu lazima zifiatuke akili, ili umwone Bwana. Usijiletee heshima. Naona baba na vitambi vyao, kwa Yesu kunalipa na change inabaki. Wa baba watu wazima, watu na wajukuu, na mchungaji naye, kwa Yesu kunalipa. Maana nikiwacha muende mtabarikiwa kuliko mimi. Namfahamu Mungu aliye hai. Mimi sio mheshimiwa, nimetumwa kutafuta waliopotea. Ninyi nimewaalika. Mimi ndio kamanda. Kamanda anabaki nyumbani kufanya nini? Abaki kufanya nini? Daudi akabaki nyumbani akaanza kucheza na wanawake. Wanapigana vita wenzake kule, yeye anacheza na kina Betisheba. Ananyang'anya wake za watu. Wenzake wanapigana vita, wameacha wake zao. Yeye anasema hivi, kaniitieni anayeoga yule. Ujinga. Mimi nafahamu. Siwezi kuacha mitaani mnambariki Yesu, mnahubiri injili, mnatoa jasho. Afasema hivi, mbarikiwe na Bwana. Huko hata mtaa kwa mtaa, hata nyumba kwa nyumba. Kuna watu wanasema kabana, kwa heshima yako siende mitaani. Sina heshima, ninampeleka mheshimiwa, mimi amenialika. Yuko mheshimiwa, Yesu ndio mheshimiwa. Yesu naye ameniambia, Amos, mimi nataka kwenda mitaani. Unakwenda hauendi? Petro, unaacha nyavu uachi? Ninaacha na kufuata. Nakufuata Yesu, nakufuata popote ulipo, nakufuata kokote mitaani, nakufuata Kapernaum, nakufuata Tiro na Sidoni, nakufuata mitaani, nakufuata sokoni, nakufuata gerezani, nakufuata. Yeye yuko aliyenipaka mafuta, ambaye utajiri na heshima viko kwake. Nikimwonea aibu ataniondoa, atanikataa. Sipendi kukataliwa na kiongozi wangu.
Sipendi kukataliwa na bosi wangu. Yesu ni bosi wangu. Yesu ni mwajiri wangu. Yesu ni Mungu wangu. Yesu ni baba yangu. Atakachoniambia nafanya. Akisema tembea bila viatu nafanya. Maana ndiye ameniheshimisha, ndio maana watu wameniona. Akiondoa heshima, hata ile mheshimiwa baba hakuna. Nsikondeka kwa Yesu, sitamwacha Yesu. Hata wangesema mheshimiwa, hiyo ina baadaye. Huko navua mpaka tai. Yesu alikwenda miji na vijiji kuwakusanya watu waingie kwenye ufalme wake. Mimi sio zaidi ya Yesu. Wababa wenzangu, vueni heshima zenu. Yuko aliyetupaka mafuta. Yuko aliyetupa roho wake. Yuko atupae uzima. Imani yangu ni kwamba sisi wote tulioko hapa hatuna tulichofanya zaidi ya yeye kutufanyia. Tunalindwa bure, tunatunzwa bure, tunaponywa bure, tunasaidiwa bure. Maadui wametuwinda hawatupati. Ametufunika bure. Ametuchora kwenye mikono yake bure. Wachawi wapo hawajafa, wako hai. Mapepo yako hai. Nguvu za giza ziko hai. Lakini wewe wamekushindwa. Kwa sababu gani? Yuko aliye mkuu upande wako. Aliye mkuu upande wako, mheshimu siku zote. Usibadilike kwa cheo. Usibadilike kwa heshima. Usibadilike kwa jina askofu, mheshimiwa baba mchungaji. Hivyo vitu visikubabaishe. Yuko anayeitwa Mungu mwenye nguvu. Mungu ambaye ndio yuko pamoja nasi, Emanueli. Lakini bado anasema nendeni njia panda na vichochoni, muwashurutishe watu waingie nyumbani mwangu. Usione haya Injili. Ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwa wanaoamini. Na kwako pia. Hakuna kama wewe. Inua mikono. Hakuna kama waimbishaji. Hakuna kama wewe. Hakuna. Inua mkono wako pale ulipo. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Inua mikono yako. Nisikilize, lakini inua mikono yako yote miwili. Kitu gani ambacho Mungu anasema hapa? Kazi ya Roho Mtakatifu si tu kukupa mafanikio ya kiroho, ni kukuwezesha, kukuhamisha kiwango ambacho ulikuwa umeshindwa ama unakiweza lakini cha chini. Roho wa Mungu anakupandisha kwenye kiwango kingine ambacho usingefika kwa uwezo wako. Alafu anakupa utendaji
wa kile kiwango. Kama ni shughuli yako, biashara yako, anakupa ujuzi wa ile kazi, anakupa maarifa ya kufanya ile kazi, anakupa hekima namna gani ufanye ili ufanikiwe, utoke kiwango ulipo uingie kiwango kingine. Hivyo Roho Mtakatifu ni uwezeshaji wa Mungu ndani ya watu wanaomwamini kufanya mambo makubwa magumu wasiyojua, lakini sio kwamba asifanye, ili kufanya. Kwa Roho atakuhamisha uweze kufanya vizuri kwa ubora zaidi. Jitume kwenye mambo yako, jitume kwenye shughuli zako, jitume. Usipoteze uwezo baada ya kuingia kwenye imani. Jina la Bwana linatukanwa. Kuna watu hamfanyi kazi vizuri. Mmekuwa wazembe baada ya kumwamini Yesu, mmekuwa wazembe baada ya kuokoka. Biashara mfanyi vizuri kuliko kabla mjaokoka. Jambo hilo alikubariki, Roho akuinue kwa upya. Unachosubiri kiko mikononi mwako. Mafanikio unayoyahitaji Mungu alishayatamka. Yakobo alitamkiwa na Isaka, hata upinzani ulikuja akamini tamko na akatoka na mali mengi. Natamka kwenye ibada hii, Mungu akufungulie neema, Mungu akufungulie hekima, Mungu akufungulie maarifa, Mungu akufungulie ujuzi wa kufanya vizuri shughuli yako, kwa sababu hutapata pesa humu kanisani. Hatuna ahadi ya fedha. Ulichotamkiwa nenda nacho kwa imani sasa. Roho akakuwezeshe kufanya vyema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuwezeshe. Na wiki hii inayoanza, anza kumomba Mungu vitu vitatu. Bwana nipe ujuzi, Mungu nipe maarifa, Baba nipe hekima ya kufanya vizuri kazi zangu. Mungu atakupa hayo. Hayo ndio maombi sasa. Wala usiombe pesa. Omba hivyo vitu, Mungu atakufungulia mlango wa kubuni mambo na kufanya, alafu utajikuta Mungu anakupa mafanikio. Watu watashangaa, watu hawataamini. Kipawa chako ni mlango wa kutokea. Inua mkono nikuombee sasa. Kazi yako fanya vizuri, shughuli zako fanya vizuri. Usije kumkosea Mungu kakufuru. Tunashinda kanisani hatupati pesa. Hayo mambo sio mazuri. Roho Mtakatifu yuko. Nenda kwa uwezo huo, nenda kwa uwezo huo, nenda kwa uwezo huo. Na Mungu akikupa, rudisha shukrani kwa Bwana, rudisha zaka kwa Bwana, rudisha sadaka kwa Bwana. Basi umebaki na Mungu. Mungu ataendelea kukufanya kwa wakili mwaminifu. Wale wote ambao mmeonyie, nataka kuanzia sasa muwe kielelezo cha wachapa kazi katika mji wa Makambako. Fanyeni kazi, watu wainge kwenu. Buni mipango, buni shughuli, fanya kazi, bidhaa zenu ziwe bora kuliko maeneo ya kazi zenu. Unauza ndizi, kibanda chako kiwe tofauti kabisa na wenzako. Unauza chochote, popote ulipo uwe bora, duka lako liwe bora. Watu Mungu atawavuta. Kauli yako bora ndio inaitwa hekima, namna ya kukaribisha watu wanaokuja kwenye kazi zako. Wakifika mbali, hata akiondoka sema tunarudi tena. Yule dada ni mpole, yule kaka ni mpole, yule baba. Ukifika kwenye kazi zake, yani natamani ushinde pale, karibu karibu karibu, mnataka nini? Karibu. Watu wanaambizana twende pale kwa yule wa karibu, yule anayecheka anatabasamu. Mkifika twende. Watu wana stress, hawatafuti bidhaa tu, wanahitaji pia faraja. Watu wa Mungu, tusiangamie kwa kukosa maarifa. Tusikose maarifa. Tumia nguvu uliyopewa na Bwana kufanikiwa. Nataka tena nikutamkie, usije ukawa kama unasema hivi, unatutamkia tupati pesa. Sina fedha. Biblia haijakupa pesa, imekupa uwezo. Nenda kwa uwezo huo. Unaweka chini uwezo, unafunga biashara, alafu unataka upate pesa. Unamjaribu Bwana Mungu wako. Ulikuwa unajitegemea, mwisho ni miongoni mwa watu ambao tunawaombea hawana chakula. Nini? Umeokoka alafu umeacha kufanya kazi. Nini? Pale nimefunga, niko sasa hivi sina muda. Mara nyingi Mungu ananipa muda wa kuomba,
Nani amekuita kwenye maombi ya kila siku mchana? Kwa sababu unaasi neno la Mungu. Unataka uwe mzigo. Mimi nianze kulia hapa, huna chakula. Omba usiku. Mchana wote ni kwa ajili ya nguvu zako. Mchana wote kaa kazini kwako. Mchana wote umiza akili yako. Baraka ni kubwa, lakini utendaji ni mdogo mdogo. Jiacheni, fanyeni kazi. Hata akikupa kupamba kumbi 3, usikae chini. Fanya kama kichaa, usilale. Utalala siku ya 3. Usipishane na pesa. Pesa pia ni heshima ya kanisa na heshima ya wana wa Mungu. Mungu awajalie kufanikiwa. Nguvu zenu, vipawa vyenu Mungu atavitumia. Roho Mtakatifu atapita huko. Kama alivyopita kubadilisha maisha yenu, atabadilisha na kazi zenu. Inua mkono nikuombee.